Wala comment mbona uongo, unafiki, unini. Vipi? Naambia sasa wamezodoka kwa sababu matokeo yake walikuwa wanasema aliwi limekuwa leo. Mtu kaondoka bwana na jiko lake, badala hii iftari ya maana kabisa tumepiga, watu wa maana kabisa tumekutana Dar es Salaam hapa. Tunaona Collins nimealikwa, mtu wa maana kabisa kwenye hii iftari. Kwa hiyo nashukuru Mungu wameondoka. Sasa hivi wanaendelea animo kwa wameenda zawani. Watu walikuwa wamepiga vigelegele baada ya kumwambia kwamba anamuita mke wangu Zuu jukwani. Ile neno mke wangu wewe umeifeel vipi? Yaani kama sound vizuri. Imesound vizuri, hususan unaona mwezi wa haki huu na yeye kaipata haki. Kwa hiyo lazima li sound vizuri, linanoga katika masikio kusikia, kwa sababu hapo lina sound vizuri. Utepe wa zinaa umekatwa. Kwa hiyo lazima li sound vizuri, hata katika jamii jambo hili linakuwa lina muonekano mzuri. Ndio maana vigelegele vimepigwa kwa shangwe kabisa pale. Mama Dangote unavomuona pale kamuita udo wake, udugu, maneno yote yanamaliza kwa mama Hadija Kopa. Maneno yote kamaliza pale. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu, jambo limeenda vizuri. Halali. Jambo halali kabisa. Halali kabisa, ile fungate na kuwa ya halali pale, tondo likifanyika neema inashuka. Mwenyezi Mungu anazidi kushusha neema zake. Kwa hiyo mimi nazidi kumuombea Dai azidi kufanikiwa katika maisha yake, na Mungu kasaidia. Baada ya fungate kutaja, baada ya iftari fungate akatambulisha bidhaa yake moja kubwa kabisa, kama tunavyoona bidhaa ya sabuni pale, hususan bidhaa ya sabuni kwa mama. Kaona kabisa kuna mchango wa kuwapelekea katika jamii, katambulisha sabuni yake kwa ajili special wa kina mama. Kwa hiyo leo ni ruksa Zuchu kwenda kulala kwa Diamond na sio kurudi Zanzibar. Anaenda na hii yote amekuwa kwa sababu anasimamiwa vizuri, ndio maana kapata ujasiri wa kuleta katika kiwanda cha biashara kutambulisha sabuni, kwa sababu Zuu anamsimamia vizuri. Kajionea kabisa bora akumbatie. Kuna matani kidogo huko sisi tuloka nyumba tulikuwa tunasikia kwamba kwa sababu ushaoa ndio maana wanatuletea sisi sabuni. Ndio maana vijana waovyo kabisa. Waoge kabisa hiyo sabuni, vijana waovyo kabisa. Vijana waovyo watajijua mwenyewe. Ndio pale anaonesha kabisa yeye kashatoka katika lile swala la ubachela. Ndio maana kaapelekea vijana sabuni, yeye anaenda kula fungate. Ndio tamu bwana, kijana wetu kanawiri. Anafaidi. Tunashukuru Mungu kwa hili. Mimi namunga mkono kabisa, namunga mkono Dai, na Mungu atazidi kumsimamia. Diamond ana mbaya tajiri, si unaona pale mimi kaniita afu nimeokota kidogo, kanipiga kama na dola 200 hivi. Tunaona bwana. Kanipiga kama na dola 200. Kwa hiyo nampa maua yake. Mimi nampa Dai maua yake kabla hajaondoka. Kwa hiyo mimi maua yote nampa. Leo nanyoosha kabisa nisiwe mnafiki, kwa sababu mwanzo niko mtu wa kumkanyagia, wa kumfanyaje, lakini leo kwa ile alilofanya mimi mwenyewe kanifurahisha. Nimesalenda ni mama. Au si watu wakakuona wewe kwa baada ya fedha? Hamna. Kwa hili yani vijana wa Bongo Flava katika industry hii kumpata Dai wafanye kazi sana. Kumpata Diamond Platinum wafanye kazi, kwa sababu amezidi kufanya mafanikio makubwa, na hivyo unavyoona ana invest sasa hivi, invest, anafanya hiki, ana invest hiki, analeta bidhaa hii, analeta bidhaa hii. Kwa nini mimi ni nani sasa nisimunge mkono? Bwana, ukumbi ulikuwa na zaidi ya watu 500 kwenda juu, lakini chakula kimebaki. Kwamba ndo maana Diamond sio mtu wa mchezo. Sio mtu wa mchezo, watu wamekula, watu wamekunywa, watu wamefanyaje. Unaona watu wameondoka na zawadi mbalimbali, na mimi sasa naondoka na miche yangu ya sabuni. Kwa nini nisishukuru? Mimi ni nani sasa nisimpe faida? Sabuni tumechukua, iftari amana, soda tumekunywa, kila kitu tumeenjoy. Umeona? Mwacha aenda kaenjoy animo yake. Dai bwana, mikono nakupa 100%, nenda kaenjoy animo yako. Kwa hili kilo safi yani. Bwana, hebu toa rai ama ushauri kidogo kwa vijana ambao bado wanajivuta hivi. Nawapa usia vijana ambao wanaojivuta. Ndio maana leo Dai akawapelekea sabuni. Wewe ambaye unajivuta
sisi tumekupa sabuni, uendelea kutumia sabuni. Sisi tunataka tunaoa. Sisi tunaoa, hatufanyi tena mambo hayo ya zina, tushaachana nayo. Ninachotaka kuambia, maji yameloa na sabuni ndo hizo wakatumie. Mbona kama wanacheka hivi ambao wamekosa mwaliko? Wamekosa mwaliko, unajita mtu wa maana, hujahitajika, hujaitwa. Doto Magari kashakwambia ukihitajika utaitwa. Ndio maana raswai watu wa maana wote tumekutana leo hapa katika hii iftari ya Wasafi ya bosi Nasibu. Namuita sasa hivi kuanzia leo bwana, mimi Nasibu namuita Sheikh Imam Maliki Mansuri. Yeye kashajiita Imam Mansuri, Sheikh Mansuri, mimi namuongezea Imam Maliki. Kwa sababu leo vitu alivyokula leo pambe kabisa. Swala 5 pale anaongoza, ndio maana nikampa Imam Maliki. Hana baya kabisa. Bwana tubakisha kesho. Inshallah Mungu akipenda taonana. Poa. Mimi sina deni na wewe, na wala watazamaji wetu wa One Touch pamoja na Planta Media hawana deni na wewe kabisa. Nadhani sasa ulichokiongea juzi wamekiona na kimetimia. Hatimaye amefika na kiukubwa kama ametambulishwa fulani. Na leo hakika tumejionea. Mfano Doto Magari anasemaje? Ukihitajika utaitwa. Na mimi nashukuru Mungu kwa mwanadai kuona uwepo wangu. Kaniita leo katika hii iftari nishuhudie kabisa kila alichofanya, na leo kazihilisha kabisa mbele ya hadhira ya watu, kamtambulisha bibi Zuchu kwamba mke wake rasmi. Bwana neno moja la heri kwa wanandoa. Wanandoa Mungu awaeke wadumu sana. Maisha yao awanyoshe, hususan bwana dai kwa hili alilofanya. Kafanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amshushie baraka tele na aneemeshe katika maisha yao. Mungu azidi kumnyoshea bwana Diamond Platinum kwa hii iftari alotualika na hili jambo kubwa alilofanya, hususan kumtambulisha Bizu kwamba mke wake rasmi. Mungu ajalie. Wewe kama dereva wake ulipata wapi mamlaka ya kutangaza na kusema kwamba ndoa imeshafungwa ili hali mwenyewe hajasema sehemu yoyote? Na wewe ni watu wako karibu, hawaja kuhisi vibaya labda? Amna, si kwa sababu watu wa karibu, afu niko na confidence, nalijua kabisa jambo lipo na uhakika kabisa, ndio maana nikapata ujasiri wa kuongea, kwa sababu nilikuwa na uhakika jambo lipo na jambo so maneno, kwa sababu watu wa mjini wanasema jambo liko maneno, kusema linakuwa mashaka kidogo. Kwa hiyo mimi ndio maana nikanyoosha, kwa sababu nilikuwa na uhakika kabisa jambo lipo. Hatimaye leo limekuwa, tunashukuru Mungu.